Pressure inapanda, pressure inashuka kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa finali ya shirikisho, Simba dhidi ya RS Berkane. Sasa basi, hapa tunakwenda kuangalia vile vitu ambavyo Simba wawe makini navyo kweli kuelekea katika mchezo huu muhimu kabisa ambao kwa mara ya kwanza Tanzania tunatarajia kupata kombe, lakini pia ni sifa kwa Simba, sifa kwa Tanzania, sifa kwa Sekafa kwa ujumla wake. Sasa basi, RS Berkane ni moja ya timu tishio na hilo linafahamika, ubora wao unajulikana, hata Simba wenyewe wanajua, kwa maana ya viongozi, wachezaji, technical staff, hata mashabiki wanajua juu ya ugumu wa hii timu ya RS Berkane. Lakini haimaanishi kwamba haifungiki, hapana. Miongoni mwa mitego yao mikubwa ambayo wanaitumia kwa ajili ya kupata ushindi katika mechi zao ni kumaliza mechi katika dakika za mapema kabisa. Mpaka wakati huu tunapozungumza, RS Berkane katika ligi hii ya kombe la shirikisho wamecheza michezo 11 kama ambavyo Simba wamefanya, lakini wamefunga magoli 21. Katika magoli 21 ambayo wameyafunga, magoli 9 yametokana na huu mpango ambao unazungumzia, mpango wa kufunga magoli ya mapema ili waweze kuimaliza mechi. Wamefanya hivyo katika uwanja wa nyumbani, wamefanya hivyo katika uwanja wa ugenini, na kimsingi Simba ni miongoni mwa waathirika, ni miongoni mwa watu ambao wameingia katika huu mtego wa kupoteana baada ya kufungwa magoli ya mapema, kwa maana mechi iliisha baada ya magoli ya mapema ambayo yalikwenda kuwapa ushindi RS Berkane katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kwanza ambao ilipigwa katika uwanja wa Manispaa ya Berkane kule Morocco. Sasa basi, ukiangalia idadi hii ya magoli inakaribiana kabisa na kuita nusu, inakaribiana na nusu ya idadi ya magoli ambao wameyafunga kwa ujumla wake, kwa maana ya mabao 21. Sasa kitu ambacho wachezaji wa Berkane kesho utarajie kuwaona katika ile tunaita warm up, tarajia kuwaona wachezaji wa Berkane wakifanya warm up intense, warm up yenye nguvu, yani yale maandalizi ya mwisho kuelekea katika pitch kuanza dakika 45 za kwanza. Tarajia kuona wakifanya warm up ya kutosha. Watakuwa wanakimbia kwa ajili ya short sprinting zile, na lengo lake ni nini? Wakianza mechi, waanze mechi na intensity ya juu. Simba wasitarajie kuwaona Berkane wakianza mechi watarudi nyuma kwa maana ya kujihami. Hapana. Berkane wakianza mechi watataka kupata goli la mapema ili kuweza kuharibu mchezo, kuharibu saikolojia ya wachezaji, kuharibu saikolojia ya mashabiki ambao kwa lengo lao kwa maana ya kuwanyamazisha ili wasiweze kutoa hamasa kwa wachezaji wao. Berkane wana advantage ya goli 2-0. Wanaamini wakipata bao inakwenda kuharibu Simba kwa maana ya bao la mapema. Sasa basi, katika magoli haya 9 ambayo wameyafunga, tunaweza tukaangalia hapa kwa haraka idadi ya magoli ambayo wameyafunga. Tukianza na mchezo mkondo wa kwanza wa finali, ilikuwa ni RS Berkane 2-0 dhidi ya Simba. Walifunga bao dakika ya 8 na ya 14. Yes. Huu ulikuwa ni mpango ambao walikuwa wameuanza, na kabla ya kufunga goli hili Berkane walipress kwa nguvu katika lango la Simba. Walikuwa wanasogea. Kitu kikubwa ambacho Simba walikuwa na faida nacho ilikuwa ni wale walinzi wao wakati Shamuka Rabu pamoja na Abdurazak Hamza. Asilimia kubwa walikuwa hapo comfortable kukaa na mpira mguuni, yani mali ilikuwa inakaa mguuni. Ingawaje kuna makosa mengi sana walikuwa wanayafanya kwa kulazimishwa na RS Berkane ambao walikuwa wakisogea kwa pamoja kama cage, wanatengeneza cage ambayo ilikuwa inawaingiza katika mtego wachezaji wa Simba, na wakajikuta wanalazimika kufanya makosa. Hatuna yake tukaona makosa mengi yakifanyika. Kuna makosa mengine yalifanyika ambayo hawakuadhibiwa kwa maana ya Simba, lakini alikuwa ndani ya dakika zile za mapema. Baadaye, hususan kwenye kipindi cha pili, mambo yakawa yabadilika. Pale Berkane sasa, energy ambayo walikuwa wameitumia kwenye kipindi cha kwanza ilikuwa kama iko tofauti na energy ya kipindi cha pili. Kwa hiyo unaona wanacheza kwa kurelax tofauti na wanavyocheza kwenye dakika za kwanza. Kwa hiyo dakika 25 kushuka chini, yani kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 25 ndio muda ambao RS Berkane wanatakiwa kuwaheshimu kweli ndani ya dakika hizi, kwa sababu wamekuwa wanazimaliza mechi ndani ya dakika hizo za mapema. Sasa basi, huu ni mfano wa mechi moja ambayo walifanya hivyo. Nyuma yake RS Berkane walicheza dhidi ya Constantine ya Algeria, na walishinda hii mabao 4-0. Lakini katika 4-0 ambao walishinda, magoli mawili yalipatikana mapema kabisa. Goli la kwanza lilipatikana dakika ya kwanza tu ya mchezo.
Yaani mchezo umeanza tu, wanaume wakaingia ndani ya boksi na wakafunga goli la kwanza baada ya kupiga pressure na wakafanikiwa kuandika bao. Hii ni miongoni mwa vielelezo au mfano mwingine ambao RS Berkane wanakuja nao. Goli la pili lilifungwa dakika ya 21. Maanake bado wako ndani ya misingi yao, kwa maana ya dakika 25 wawe tayari wameiua mechi. Na hii nimeweka 25 kwa sababu kuna baadhi ya mechi walifika hadi kwenye dakika 20 ndio wakaenda kupata goli. Lakini hapana shaka plani ya kocha Moine Shaban ni kufunga goli dakika 15 za kwanza, na huu ni utaratibu wa makocha wengi maeneo mbalimbali. Wamekuwa wanataka kuimaliza mechi kwenye dakika 15 tu za kwanza, mechi inapoanza waweze kuimaliza mechi. Kwa hiyo RS Berkane hii inatokea ndo wanafika mpaka dakika 21 inakuwa bado hawajapata goli na kuja kupata goli katika dakika hizi. Mechi nyingine ambayo ni kielelezo katika hili, RS Berkane walishinda goli 2-0 dhidi ya Lunda Sul. Lunda Sul ni timu kutoka Angola. Yes, goli walifunga dakika ya 21. Katika magoli mawili ambayo wamefunga, goli moja alifunga dakika 21, moja alifunga dakika 79. Lakini hili la dakika 21 la Yusuf Udayo ndilo ambalo tunalimaanisha hapa, kwa maana ilikuwa hapo ndani ya mpango, walipata goli la mapema kwenye dakika 21. Na hapa wale ambao waliangalia hii mechi, ilikuwa baada ya Lunda Sul kupokea mafuriko mengi, walishambuliwa vya kutosha, lakini mpaka dakika 21 ndo RS Berkane wakafanikiwa kuandika bao. Ukiachana na mechi hiyo, mechi nyingine ni Stellenbosch walishinda mabao 3-1 dhidi ya RS Berkane. Katika mechi hii goli lilipatikana dakika ya 5 na ya 15. Yes, Yusuf Zugudi anaandika bao dakika ya 5 na dakika ya 15. Pressure ambayo alikuwa ameitoa, na hii pressure ilikuwa inatolewa na mafullback. Mafullback walikuwa na overlap kwa haraka. Mtego wa kwanza hawakufanikiwa kufunga. Mtego wa pili wakafanikiwa kufunga. Yusuf Zugudi anafunga bao la kichwa na wanakwenda kuharibu mechi. Baada ya hapo akaja kupiga tena bao la pili, wale Stellenbosch wakapata bao moja na wakapiga tena bao la 3. Kwa hiyo RS Berkane katika mchezo huu pia mission ilikuwa accomplish. Mechi nyingine ambayo tunakwenda kuiangalia ni RS Berkane walipata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Stellenbosch. Yes, yalifungwa dakika ya 7 na dakika ya 15. Kwa hiyo ukiangalia hii trendi ya hii michezo, ukihesabu haya magoli unapata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Magoli 9 katika mabao 21. Ilikuwa ni chini ya dakika 25 za kwanza, na walifanikiwa kushinda hizi mechi zote ambazo nimeziainisha hapa. Kwa hiyo huu ni mpango wao. Kuna baadhi ya mechi wanajaribu kuleta huu mpango na hawafanikiwi. Kwa mfano, mechi dhidi ya ASEC Mimosa, ile ambayo ilipigwa katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, walijaribu kuleta huu mpango. Walipress ASEC kwa nguvu, lakini ASEC walinzi wao walikuwa comfortable. Wanachukua mipira, wanaachia pasi, kiungo wao ulinzi anashuka chini anakwenda kusaidia build up, hali ambayo ilikwenda kukata ule mpango wa Berkane, wakaja kupata bao sio katika dakika za mapema. Kwa hiyo huu ndo mpango ambao RS Berkane huwa wanaishi nao katika kampeni zao za kutaka kuimaliza mechi katika dakika za mapema. So hii ni session ya kwanza ambayo tumekwenda kuangalia juu ya strength yao hii katika kufunga mabao katika dakika za mapema. Lakini good thing ni kwamba Simba wana department nzuri sana ya video analyst. Wana watu ambao hii mipango ambayo tunaiona hapa wao wanaiona pia. Muez Kaji, huyu ni performance analyst, video analyst wa Simba. Lakini pia wana Calvin Mavunga. Yes, huyu naye alikuwa akifanya kazi kwa kipindi kirefu sasa kwenye kikosi hiki cha Simba. Nyota hawa wawili katika hilo eneo la kustadi wapinzani ni nyota ambao Simba tunaiona leo ina mafanikio makubwa katika michuano hii ya kombe la shirikisho, lakini pia katika misimu iliyopita hapa nyuma walikuwa wakifika mpaka hatua za robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Calvin Mavunga alikuwa akifanya kazi yake vizuri, lakini pia Muez Kaji msimu huu wanafika mpaka finali. Sio kwa bahati mbaya, ni watu ambao vichwa vyao viwili vinaposhirikiana athari zake ndo hizi tunaziona. Simba wanafika mpaka katika hatua ya finali, na hawa ni watu ambao wanakwenda kubadilisha
hiki ambacho tunakiona hapa, ni matumaini yangu kwamba hiki ambacho tunakiona hapa wao wamekiona. Kwa hiyo kazi yao ni kumshauri Faldo Davids ili waweze kuondoa hii changamoto. Berkane atataka bao la mapema. Bao la mapema ikitokea bahati mbaya Simba wakaruhusu kufungwa goli la mapema, inakwenda kuharibu vitu vingi uwanjani. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa na tahadhari nao kweli kweli kwenye dakika hizi 25 za kwanza za mchezo. Na kama ambavyo nimekuambia kwamba wanafanya warm up ya kutosha. Angalia katika warm up, short sprints zao ambazo watakuwa wanazifanya ndio zile ambazo wanakwenda kuzipiga mapema. Unajua kuanza mechi kwenye intensity ya juu unatakiwa uwe fiti, kwa maana mwili uwe fiti. Ndio ile Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Kwa hiyo unauandaa mwili unakuwa fiti kweli kweli ili uweze kutumia hiyo nafasi. Lakini kutumia hiyo nafasi kwa maana ya kupress kwa nguvu uwanjani. Lakini kama unakuwa una fitness nzuri unaweza hata ukalala uwanjani. Kwa hiyo wenyewe wanaiandaa miili yao katika warm up, wakiingia uwanjani na kwenda kubadilisha. Na mpira wa kileo wataalamu wa soka wanasema tayari pale pale katika warm up makocha wana study vitu kwamba huyu anakuja na mpango kazi huu au atafanya hivi. Na makocha wakati mwingine huwa wanasimama wanasoma mpinzani anaanza vipi. Yaani dakika 15-10 za mwanzo huwa makocha wanasoma mpinzani anakuja na mpango gani, kwa sababu tunafahamu kuhusu RS Berkane na huu mpango wa kufunga magoli ya mapema, lakini inawezekana katika hiyo mechi kaja na mpango tofauti kabisa. Sasa kocha anatakiwa kuangalia kitu gani ambacho wamekuja nacho hawa special. Kwa hiyo ndani ya dakika 15 yeye anacheza na mpango wake. Kuna makocha wengine huwa mechi ikianza wanaishusha timu chini, kwa maana timu icheze chini katika mstari wake alafu kumstadi mpinzani, alafu baadaye ndo unafunguka baada ya kuona mpinzani anavyocheza. Lakini wengine kwenye dakika ya kwanza anataka kuonesha kitu chake ambacho yuko nacho. Kwa hiyo hapa ni kazi ya makocha wawili, Moine Shaban kwa upande wa RS Berkane, Faldo Davids kwa upande wa Simba. Mechi itakwenda kuamuliwa na call it ya nani ambaye atadominate hii mechi, na kimsingi tunatakia kila laheri Simba. Hii ni session moja wapo tu ya kitaalamu ambao tunaigusa leo, lakini tunakwenda kuangalia session nyingine kwenye session zijazo. Mimi ni Hari Mzinga na hii ni Mzinga Sports.